Familia ya binti Margaret Nduta imeendelea kupata matumaini ambapo binti yao hakunyongwa kama ilivyotarajiwa siku ya Jumatatu jioni ya Machi 17. Wakiwa na tumaini jipya, familia ya binti huyo walikusanyika kwa maombi siku ya Jumanne, huku wakiiomba serikali kuongeza jitihada za kidiplomasia kumuokoa Margaret mwenye umri wa miaka 37 ili aweze kurudi nchini Kenya. "Asante sana Mr. President kwa sababu mtoto wangu hakuuliwa. Naomba sasa aletwe Kenya," alisema mama yake Margaret Nduta anayefahamika kama Purity Wangari. Kwa upande wake, mbunge Sabina Chege kuhusiana na sakata hili alinukuliwa akisema, Kuna jitihada kubwa za kidiplomasia na mawasiliano zaidi yanaendelea, lakini jambo zuri zaidi ni kwamba Nduta haendi kunyongwa sasa. Serikali itachukua nafasi yake pale mazungumzo yatakapofika tamati." Nduta alihukumiwa kunyongwa siku ya Jumatatu jioni kwa mujibu wa sheria za Vietnam kwa hukumu ya kukamatwa na madawa ya kulevya aina ya cocaine. Bibi huyo alikamatwa mwaka 2023 mara baada ya kuwasili katika uwanja wa ndege nchini Vietnam akiwa na begi lenye kilo 2 za cocaine, ingawa familia yake haiamini kama ni kweli alitenda kosa hilo na kudai kwamba alisetiwa tu mpango huo. Walikuwa wasichana wawili. Nduta akaambiwa yeye ndio atakuwa wa mwisho kutoka. Vile siku yake ya kutoka yalifika, aliniambia amenunuliwa begi juu yake, ni ndogo na ni mzee. Akaambiwa atoe nguo zake aweke kwa hiyo begi nyingine. Alinukuliwa akisema dada yake Nduta ambaye anaitwa Wambui Macharia. Ingawa masaa yakiendelea kusogea kuelekea siku ya hukumu ya binti Margaret Nduta, serikali ya Kenya inaendelea kuongeza jitihada za kuhakikisha kwamba raia wao hawakumbani na hukumu hiyo ya kunyongwa hadi kufa. Jitihada hizo zinaongozwa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Kenya. Jitihada hizo zimemletea Nduta muda zaidi wa subira, jambo alilofanya familia ya Nduta kuendelea kuwa na matumaini na kwamba ataepukana na hukumu hiyo ya kifo. Ndio maana mbunge amesema kwamba serikali inapaswa kuwa makini na sheria za kuwalinda kuhusiana na mashirika yanayoajiri na kuwapeleka Wakenya kwenye makosa ya uhalifu bila wao kujua. Wakati huo huo wakitoa angalizo, yaani yale mashirika yote ambayo yanachukua watu kwa ajili ya kwenda kuwapa ajira nje, hao ndio ambao wanahusika kuwasetia mipango ya kiuhalifu. Hivyo wameomba kutoa angalizo kwa mashirika hayo, serikali iweze kuwa makini kwa raia wa Kenya ili wasiendelee kuingia kwenye mitego hiyo. Mpaka sasa bado haijatoka taarifa nyingine kumhusu Margaret Nduta, na familia yake inaendelea na maombi ili hukumu ya kifo isimpate ndugu yao na serikali iweze kumrudisha nchini Kenya kutoka nchini Vietnam. Menito Comic Cliff, nimesema taarifa hii kumhusu binti huyu ambaye alihukumiwa kunyongwa nchini Vietnam, binti ambaye ni raia wa Kenya baada ya kukutwa na unga wa cocaine kilo 2.